Bana, kuna muda una matatizo mengi, lakini au matatizo yako hujui suluhisho ni nini. Haya ndo mambo ambayo amekuwa akiendelea pia kila mahali siku zote. Hapa niko kwa ajili ya kuangazia mchezo wa siku ya jana kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni muhimu sana kwao, mechi ambayo kwa upande wa klabu ya Simba walipaswa kuweza kupata matokeo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira mazuri ya kuweza kutafuta nafasi ya kwenda kwenye robo fainali baada ya kulazimishwa sare dhidi ya Esperance de Tunis. Matumaini ya klabu ya Simba kwenda kwenye hatua ya robo fainali imeshindikana rasmi mara baada ya kudondosha alama mbili kwa siku ya jana, na wakafanikiwa kupata alama moja tu pekee. Maana kwamba Simba walikuwa wanaamini kwamba kama jana wangepata matokeo basi moja kwa moja wangekuwa wamevuna alama tatu dhidi ya Esperance de Tunis, wangelenga pointi nyingine 6 dhidi ya Stade Malien wakiwa huko nyumbani, lakini pia dhidi ya Petro de Rwanda watakapokuwa wapo ugenini. Lakini baada ya kudondosha alama kwa siku ya jana, kilichobaki kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni kukamilisha tu ratiba ya mechi za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukweli ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu huu wamefeli kutokana na kile ambacho kinaendelea sasa. Baada ya sare ya siku ya jana, yako mambo mengi ambayo yametokea. Murtaza Mangungu, moja kati ya mwenyekiti wa klabu ya Simba, ambaye alikuwa akipitia wakati mgumu sana pindi ambapo timu inapokuwa inafanya vibaya. Jana mashabiki walimvamia Murtaza Mangungu huku wakimfanyia vurugu mwenyekiti huyo wakitaka hadi kumpiga, kitendo ambacho kilifanya polisi wakaweka ulinzi dhidi yake kuhakikisha kwamba anakuwa salama na kumwekea ulinzi wa kutosha. Sasa kuna maswali ambayo unaweza ukajiuliza kwamba Mangungu anakosa gani kufungwa kwa Simba? Mangungu anakosa gani kufungwa kwa Simba? Yani maswali ambayo unaweza ukajiuliza, manake ukiangalia mchezo wa jana kati ya Simba na Esperance de Tunis umeacha maswali mengi sana kwa mashabiki, hasa baada ya Simba kupoteza pia ushindi waliokuwa nao pia mapema, ambapo tayari walienda mapumziko Simba wakiwa wako mbele kwa mabao mawili kwa 0, lakini kipindi cha pili waliruhusu mabao mawili na mchezo ukamalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Kilichotokea hakikuwa pia tatizo la viongozi wala benchi la ufundi, bali makosa ya wazi kabisa ya wachezaji binafsi ndani ya uwanja. Ndicho ambacho kilitokea kwa siku ya jana. Uwezi ukalaumu benchi la ufundi wala uwezi ukalaumu viongozi wa klabu ya Simba, bali kilichotokea ni matatizo binafsi ya wachezaji katika mchezo wa siku ya jana. Hapo unaangalia bao la kwanza ambalo Simba walifungwa, kosa hili lilianzia kwa Kante. Hili ni kosa kwa Kante, haina namna, ambapo alirudisha pasi fupi isiyo pia na tahadhari pia kuelekea nyuma, hali iliyompa pia mpinzani nafasi ya kuweza kuiba mpira na kwenda kufunga. Hili ni kosa la maamuzi ya mchezaji uwanjani, si la mipango ya viongozi. Lazima tuelewe hilo. Lakini pia bao la pili, hapa kulikuwa pia na poor marking kati ya Kibabage pamoja na Ismaila Toure. Walimruhusu pia mchezaji wa Esperance de Tunis kuwa na uhuru kujipanga, na akaanza kupiga shuti la mzunguko, yani Kevin ile tunaweza tukaita, lilo ambalo liweza kuzaa bao. Haya, ukiangalia hapa ni makosa ya ulinzi na mawasiliano ya wachezaji, si ya ofisi wala benchi la ufundi, yani kwa maanisha viongozi wala benchi la ufundi. Ni muhimu sana kwa upande wa mashabiki kuwa na jicho la kimpira zaidi. Hii unaweza ukazungumza namna hiyo. Haiwezekani kumlaumu Murtaza Mangungu au viongozi na Simba na ukiangalia kwamba Simba wao wenyewe kwa upande wa wachezaji walikuwa na makosa ndani ya uwanja. Manake kwa upande wa viongozi huwezi kuwalaumu wala Mangungu huwezi kumlaumu katika mchezo wa siku ya jana kwa makosa ambayo yanayotokana na ndani ya uwanja. Je, mlitaka Mangungu aache alipo
yani iko pale jukwani, aache pale jukwani mambo yake binafsi na ashuke uwanjani aende akapige pasi ndefu kwa kipa ambayo tuliona ni ile kosa ambalo alipiga Alassane Kante. Hapana. Ili ni kosa ambalo namlaumu mchezaji tu peke yake. Au aende pale awe Kibabage au Ismaila Toure aweze pia kuwazuia washambuliaji wa kikosi cha Esperance de Tunis wasifunge katika mchezo wa siku ya jana. Hapana, uwezi ukamlaumu Murtaza Mangungu hata kidogo kwa makosa kama haya. Kiufupi ni kwamba makosa ya wachezaji yabaki pia kwa wachezaji, makosa pia viongozi yabaki kwa viongozi. Haya ni mambo ambayo pia unaweza ukayapitia vizuri kutokana na kile ambacho kimeendelea katika tukio la siku ya jana kwa upande wa Murtaza Ali Mangungu, kujikuta yupo kwenye wakati mgumu, akaekewa ulinzi mkali na jeshi la polisi kutokana na namna ambavyo mashabiki walireact wakihitaji kumpiga, jambo ambalo kwangu mimi naona si sawa. Lakini pia kwa upande wa Simba wenyewe jana usiku, bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba imesema imesikitishwa na vitendo pia vya baadhi ya mashabiki kumvamia pia mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Murtaza Mangungu hii leo. Barua ikisema hivyo na nukuu kama ilivyoandikwa: hii leo mara baada ya mchezo wao dhidi ya Esperance de Tunis uliofanyika pia katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, kupitia pia taarifa rasmi iliyotolewa pia na club Februari 1 mwaka 2026 inasema bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi pia ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti ya bodi ya wakurugenzi Murtaza Mangungu baada ya mchezo dhidi ya Esperance de Tunis kumalizika katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Vitendo hivyo sivyo vya kiungwana, havikubaliki na havitafumbiwa macho hata kidogo. Uongozi wa club unatoa pole pia kwa mwenyekiti Mangungu kwa kadhia hiyo. Uongozi wa club umeliandikia pia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha pia katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia pia mtu yeyote atakayeharibu pia taswira ya club kwa namna yoyote ile. Hii ni taarifa ambayo imetoka upande wa bodi ya kurugenzi ikiandikwa na CEO wa klabu ya Simba Cletus Magori akisaini taarifa hii ambayo imetoka katika upande wa bodi ya kurugenzi ndani ya klabu ya Simba mara baada ya tukio ambalo lililompata Murtaza Ali Mangungu. Bana, Simba msimu huu kiukweli wameshindwa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na hii tunasema kwamba wamefeli, hakuna namna. Kikubwa ni kwamba wajipange vizuri kwenye msimu ujao, waelekeze macho yao kwenye ligi kuu Tanzania bara, kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara ili mwakani wapate tena nafasi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na hatimaye moja kwa moja msimu ujao wajipange, wajua wanafanyaje kwenye hii michuano ya kimataifa. Shukrani sana kwa kutegea sikio na kufuatilia vizuri kuitazama Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bye bye.